Taarifa hii habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fiziwari. Shalom mpenzi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya Radio Kivu popote pale ulipo, na tumai umuri wa afya na muda kama na uko kando kando ya radio yako kwa ajili ya kuendelea kusikiliza matangazo yetu. Kwa moyo mkunjufu na ukaribisha kuweza kufuata uchambuzi wa habari ambao unajumuisha na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za waandishi wetu toka eneo mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kiraifa. Naitwa Safari Alimasi, mchambuzi wako leo. Nitasaidiwa mitamboni na Merci Mbelechi, na kualika uweze kunitegea sikio mwanzo hadi mwisho. Ninasema karibu. Msikilizaji, kabla kuingia kwenye undani wa uchambuzi wetu wa habari, unakuwa unapata fursa kuweza kupata habari muhimu ambazo za leo zaletwa kwenu na Ebibu Koraldama. Karibu. Asante sana Safari Alimasi kwa kunipa fursa ya kuwaletea wasikilizaji wetu habari muhimu. Ni kwamba katika mji wa Baraka, kijana aliendesha kitendo cha wizi wa simu zaidi ya 30 ndani ya kata la Kalinganoro mjini Baraka wiki iliyopita. Amenaswa na vikosi vya wazalendo siku ya pili hii ya tariki 10 Juni mwaka huu kisha uchunguzi ulioendeshwa. Na huko Kilembwe, swala la baadhi ya wazalendo kujichukulia wazifa wa kazi za idara mbalimbali za serikali ni kinyume cha sheria. Kwa jambo hilo, mashirika ya kirahia ndani ya sekta ya Lulenge na tarafani Fizi yanaomba kwa viongozi wa wazalendo kuhamasisha makundi ya wazalendo ili kufahamu mipaka yao katika utendaji wao wa kazi. Na kwenye habari ya kitaifa, Safari Alimasi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo amewasili Jumatatu hiyo tariki 9 Juni mwaka huu 2025 mjini Kolwezi mkoani Lualaba kwa ajili ya kusimamia mkutano wa 12 wa magavana. Ni hayo tu kama habari muhimu. Safari Alimasi. Ni kushukuru Bibu Constantine Aldama kwa usomaji wa habari muhimu. Tuanze uchambuzi wetu wa habari tukianzia katika mji wa Baraka. Kutangaza habari kwa ushirikiano na mashirika ya kiutu ndio ilikuwa lengo la mafunzo yaliyoandaliwa na shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu CICR. Mafunzo yaliyohusisha waandishi habari wa mji wa Baraka na tarafa la Fizi Jumanne hii ya tarehe 11 Juni 2025. Christian Mastaki, ausikai na mawasiliano kwenye shirika hilo la CICR mjini Baraka, amesema kuwa baada ya mafunzo hayo watangazaji wataweza kujihusisha na wanga katika jamii kama alivyoeleza. Lengo letu ni kwamba wapasha habari wajihusishe na mambo ambayo inahusu maisha ya wajamii wetu ambao wamepata shida, ambao ni wahanga wakati wa vita. Wajihusishe na kazi zinazofanyika na mashirika yote ya kiutu, mashirika ya kibinadamu, ili kwamba wakaaji wajue nini nafanyika, wajue wanahitaji nini, wajue nini njoo haki yao, na wajue kwamba kuna watu ambao wanashughulikia. Kwa hivi mara na mara unajua wapasha habari hawajihusu zaidi na mambo yanapitikana kuhusu misaada, ukingo na namna ya kusaidia wakaji ndugu zetu. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu linalenga kuwakinga watu, kuwasaidia watu wale ambao wote ni wahanga wa vita, lakini pia kuzungumza na wale ambao wanashika silaha ili wajue kuheshimu sheria wakati wa vita, ile ambao wanataka katika Kifaransa droit international humanitaire, kwa sababu ikiheshimika vita vitu vitakuwa vya kiutu na watu watapata namna ya kuweza kuishi maisha ambayo yanakuwa na heshima, ile ambao wanaita katika Kifaransa maisha yenye kuna dignity ya mwanadamu. Tumefanya mazungumzo pamoja na wapasha habari pamoja na mwalimu ambaye alikuwa hapa, kiongozi wa INPC ndugu Patient de Baba. Wapasha habari wamejihusisha kabisa vilivyo. Tunaona kazi imeendeka vizuri na tunaamini ya kwamba wataifanyizia kazi, na tutaanza kuona katika habari zao katika mitandao namna gani mashirika za kiutu zinasaidia wakaaji, zinasindikiza wakaaji, na namna gani wakaaji wanapata majibu kwa maswali yao yanayohusu kiutu, zaidi wale ambao wamepata shida yanayotokana na vita. Mwishowe baadhi ya wapasha habari wametoa hapa maoni yao baada ya kupata mafunzo hayo.
Ndio, mafunzo yalikuwa ni mazuri. Tulijifunza kuhusu sana pointi mbili. Pointi ya kwanza ilikuwa kutambulishwa kazi zinazofanywa na shirika la Msalaba Mwekundu, na mafunzo ya pili ilikuwa namna gani kutuhamasisha sisi kama vile watangazaji wa habari, namna gani tunazotumika na umma kwa ajili ya misaada wanayotolewa labda na mashirika za kiutu, namna gani tunaweza kutumika nao ili wahakikishe kwamba wanafaidika vya kutosha kuhusiana na mambo ya kiutu. Mambo ambayo tulifunzwa ni mambo ambayo hatujawahi kuyapata, ni mambo ambayo tulikuwa hatujui kabisa. Ndio maana tumesema kwamba ilikuwa ni mazuri kwa upande wetu, na ni tuwashukuru sana hawa ambao waliandaa mafunzo, ikiwa ni CICR, kamati ya Msalaba Mwekundu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo iliungana pamoja na UNPC au muungano wa waandishi wa habari kote nchini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao walitutumia mwalimu mkufunzi ambaye ni mkuu kiongozi wa wapashaji wa habari Fizi na Baraka. Ni kweli tunashukuru sana kwa sababu mafunzo yalikuwa mazuri sana, hatukuwa tunayajua, pamoja na RGF pia ambacho ni kundi au kamati ya watangazaji wa habari wa Fizi na Baraka ambao walifanya hili na lile ili mafunzo haya yaweze kupata uhai. Tunashukuru sana. Tumeshukuru kwa shirika la CICR au Msalaba Mwekundu kuweza kuandaa kikao au mkutano, maana tangu mwanzo tuliweza kufunzwa kwanza kipi ambacho shirika hilo linatenda ulimwenguni. Wametuambia kwamba wao wanatenda kazi kubwa tatu ambazo wanatenda. Kazi ya kwanza ni kuweza kukinga, kazi ya pili ni kutoa msaada, na kazi ya tatu ni kuweza kuinua au kupromouvoir. Badala ya hapo tumekwenda kuonyeshwa umuhimu au haja ya kijamii au besoin communautaire, ambayo tulikwenda kuonyeshwa jinsi gani sisi watangazaji habari tunaweza tukachukua habari ambayo inagusa umati wa watu au ambayo inaweza kuwa ni tatizo mojawapo ambalo linasumbua. Mafunzo yalilenga kiutu, namna ambavyo tunaweza kufanya kazi kwa kusaidia wale wafanyakazi wa mashirika ili tuweze kupiganisha hali ambazo zinakuwa zikikumba watu wakati wamekumbwa na vita. Na hiyo approach tuliweza kuipendelea sana, na tutaomba pia kwa shirika la CICR liweze kuendelea pia likirudi kwa mara nyingine tena kuweza kuwafunza waandishi wa habari. Kijana aliendesha kitendo cha wizi wa simu zaidi ya 30 ndani ya kata la Kalinganoro mjini Baraka wiki iliyopita amenaswa na vikosi vya wazalendo siku ya pili ya tariki 10 Juni 2025 kisha uchunguzi ulioendeshwa. Ni mwishoni mwa wiki iliyopita ndipo raia mmoja wa kata la Kalinganoro alitembelewa na wezi na kufaulu kubeba simu aina ya Android na ndogo. Ebila Mlondani Stefano DG Kalinganoro ni kamanda wa kundi la wazalendo UNLC mjini Baraka, anaonesha namna walivyofaulu kumnasa mwizi huyo. Kambi yetu sisi ni watu wa NLC inaongozwa na General Mbafu Moya, ni watu ambao wanajali sana raia. Watu ambao unaona hapa wanakuja kushangilia mwizi ambao tumeshika, na telefone baadhi ya zimoja ambazo ziliibiwa. Tuna ripoti ya telefone 30 za Android na hizi ndogo 10. Lakini kwa sasa tunambana hivi tunapata tayari simu 8 za Android na 7 za kitogo, lakini bado tunaendelea kwa kuchapa kazi. Ndio, unaona yeye ni mwizi wa muda mrefu, na wakati mtu alivyoibiwa alisema alimuona mtu ule jioni kwake, na baada ya usiku kucha akakuta vitu vyote tayari vimeondoka, na yeye mwenyewe akasema mzee, mimi naona ule ndio aliyeniiba. Na wakati tulipokwenda kumshika, baada ya kutiliwa kamba tu, na mwenyewe akaanza kuropoka, hapana nauzisha simu fasi fulani nauzisha. Ndio hivi kisi unatuona tuko mchangamoto hivi za shuka panda ili tuangalie kama tunaweza pata zile zote simu. Nawaambia waraia wakae chonjo, sisi kama vile watu wa serikali, watu ambao wanawajali wa raia, tutafanya jitihada zote zile ili wapate kuwa na amani. Naye Floribe Amani ambaye ni mwizi wa simu hizo anaeleza hapa namna alivyofaulu kuiba vitu hivyo. Nimeshikilia kwa mambo ya simu mpaka mimi hawezi. Kutu mali vya vitu vyake mwaka sasa kama biashara ya telefoni. Nilionekana mimi ndio nilibeba hapo. Wakati walinishika na kunikamata na kitu. Lakini kwa kujionyesha bila kweli, mimi kujionyesha ukweli ndio nikaanza kuonyesha kemwe. Kwa tulisema shetani tujue kama ni kitu kenye utazo hii ni foto. Ni jamali kwa kwake ndio nikapiga nikafanya vile vitu vile. Kwa kifupi nilikuta tu mlango uko wazi. Ndio na mimi nikabatika kuingia. Nikafaulu kama tulivyotegele wenye vilikuwa tu wa moto. Zilikuwa tu simu. Kwa kisi mwenye nawe wewe mtu akishapoteza kitu anasema kana anapoteza vya mingi. Yeye anataja kitu kama ni simu 35, lakini sikufika kwa ile kiwango. Kwa zenye mimi najua zilikuwa kama 15 tu. Zilikuwa tu za Android tu za kawaida tu za modeli mingi tu.
ni shetani tu mzee wangu, ni kitu kenye kiko basi, sijuka ndeza sema nini. Bo najua mtoshashuka mkimwa kitu mingi tu ndio binasemekanaka. Kwa hiyo napasha sema kila kitu kenye kiko tu. Na labda wewe kwa upande wako unaona kama vile adhabu gani ambayo inakufaa? Mbo kama vile kwa upande wangu naomba tu serikali nisaidie tu nisamee, kwa maana sitawahi kurudia kitu kama hiki. Mbo kwa sasa ni zile simu tu ndio kuna moja kama ni simu ina ndio zenyewe zijaonekana, nizibakutazama kuna baadhi ya masimu zenyewe zijaonekana tu. Kuna zimoja ambazo zishapatikana, ni swala ni sasa kutafuta yule mwenye vitu vyake niongee naye kama atanisikiliza, kama atanisamee sijui. Kwa kifupi kitu ambacho ndio sipende kukiendelea, kwa maana vijana kama mimi si style kwa mkazi kama hiyo. Na huko Kilembwe ni kwamba swala la baadhi ya wazalendo kujichukulia wazifa wa kazi za idara mbalimbali za serikali ni kinyume cha sheria. Kwa jambo hilo, mashirika ya kiraia ndani ya sekta ya Lulenge tarafani Fizi yanaomba kwa viongozi wa wazalendo kuhamasisha makundi ili kufahamu ni mipango yao na kufahamu mipaka yao katika utendaji wao wa kazi. Kwa Kiaberi Sumbi Abdul, mkuu kiongozi wa shirika jipya la raia ndisi chumvi ya Kongo, ameonyesha kuwa wazalendo wanakuwa mchango mkubwa juu ya kuletea nchi, lakini swala la kutokuelewana kwa baadhi yao kunakuwa na vinyume vingi kama alivyoeleza. Sisi kama vile shirika la raia tunazochanganikiwa nalo na tumekwisha alisema sana, lakini alisikiki kwa viongozi wa wazalendo wenye kushikilia silaha. Ni kati ya bwana Galiza na bwana Mati. Usalama mdogo umekosa sana. Hawaelewani. Cha huku na huku. Hapa na hapa kelele, hapa na hapa masase. Kwa muda zingine tulia. Hizo hewa zinaleta usalama mdogo sana ndani ya jiji la Kilembwe. Na wanashikilia maneno, wanakuwa na matribunale nao sasa. Maneno ya mke na mume kubeba. Maneno za hawa wanakorogana kubeba. Hiyo yote inachanganyisha watu. Polisi haina kazi tena, wengine hawana makazi tena, wanaweza zile kazi fanya kama kuko neno ambalo aliwahusu, si wanalipeleka ku polisi, wanalipeleka ku sekta, wanalipeleka ku parke. Antene za parke ziko hapa. Hiyo ndio mambo tunaomba kwa wakuu viongozi wao. Hawa watu wawili wafanye nguvu zote ziwezekanavyo, waondoe umoja na wengine abaki. Kwa sababu mmoja anajiita wa SNPCC, wengine anajiita wa Groupe de Jeunes. Lakini maelewano kabisa hayapo, na wote watoto wa Lulenge wa sekta ya Lulenge. Lakini kungambo kabisa ya autodefense yao wa ndugu zetu wabu, amani ipo, isipokuwa zile mabariere, lakini amani ndani ya jiji ipo kabisa. Ipo, ingawaje wao nao wanafunga, wanasambisha. Hiyo yote tunaielewa ni wakati, na ndio maana tunalansia apel kwa viongozi wao wawatie chini maneno za kijeshi, wafuatilie kijeshi, na maneno sio kuwa zao kama watu wanakuja sitakana pale, wazipeleke kwenye kuwa polisi, wazipeleke kwenye kuwa sek, wazipeleke kwenye kuwa antene ya parke iko hapa, wanasambisha zile maneno, lakini wasishikilie mambo yote kabisa yanakuwa mambo yao kwa muda huu. Hiyo si vema kabisa. Aiza kuhusu swala la kuwaweka pamoja ili kuwapatanisha ikiwa je wamekwisha kulifanya au la, Abedi Sumbi Abdul amejibu mara tena. Hiyo hatua imekwisha fanyiwa mara yazidi hata mara 5 au 6. Na hatua ya mwisho ilifanyika tena pale pa Igomba ku groupement ya Wasimimbi pale ndio kushefulie. Wakaita bami bashili, banotable, bakapita tu console balikuwa pale. Usumeuza hiyo mambo, mbuzi zikachinjiwa, wazee wakatembea na mambo yao pale kuapiza hayo mambo yasisikike tena, lakini paka sasa haikutimizwa. Na washefu wote na sekta na nini wote sasa wanakaa kimya, wanawapa macho wewe wenyewe sasa wajiongozi na wakuu wao wamekwisha ongea nao, sekta ishaongea na wakuu zao kwa ajili ya hizi hewa. Hakuna jibu lolote ambalo tuko naiona kabisa changement ndio hii changement ya mzuri. Hatuyoni kabisa. Sisi wenyewe kama vile shirika za kiraia tumekisha kaa nao chini kwa reunion de sécurité na vinginevyo, lakini hakuna changement nyiko naonekana kabisa. Hapa tu siku za usoni ambazo zilipita, wakati chef de secteur anatoka kule aje navunja makamba, tulifika mpaka mule mkempi ya Gelize Igomba.
chef de secteur atosha kamba ya Lubondo ya autodefense, akatosha kamba ya Matie kule SNPCC, akuwa tatizo, ingawaje wamekwisha zirudisha tena. Tukaenda Igomba kwenda tosha zile kamba. Ili tulikuwa na askari pale wa FRDC, ni mtoto au kusele mtu wa biro de ya Uvira ya secteur, lakini wale wa vijana pale walianza kufungulia masira, kutafuta masira wampige mtu mwenye kwa ndani ya msafara wa chef de secteur. Hivi vyote vitu vilionyesha nini? Indiscipline, hakuna utii, hakuna unyenyekevu, hakuna heshima. Sababu mtu kama yuko tena ni kapiteni wa serikali, yuko ndani ya msafara wa chef de secteur mwenye eneo yake, mnaweza onyesha zile betize namna gani? Lakini betize zilionekana pale, na sijui kama kuko wengine renyote ni inaweza fanyika, kwa sababu hawasikii. Hivi sasa nampisha mwenzangu Sudi Valente kwa wale wapendelevu wa soka. Shukran sana kabisa mwenzangu Safari Alimasi Le Metinoir. Leo kunako ukurasa wa habari za michezo nambari 7 yangu ikipepea barabara huko mgongoni. Tuanzie kwanza na hizi habari za hapa katika mji wa Baraka, ambako kalendari ya tournament ya mechi za makata ambayo inasimamiwa na uongozi wa vijana hapa katika mji wa Baraka imetolewa rasmi siku ya pili ya wiki tunayo ya tarehe 10 Juni mwaka 2025, ambako mechi hizo zitaanza kupigwa siku ya Jumamosi ya tarehe 14 Juni mwaka 2025. Lakini kabla ya kukupatia ratiba ya mechi za siku ya Jumamosi, msikilizaji, kumbuka ya kwamba kata ambazo zimeshiriki kwenye tournament hiyo zimepangwa kwenye makundi manne, na kundi la kwanza ndo kundi la kata na Shoka, ambako ziko kata 4. Kata hizo ni pamoja na kata ya Matata, Makampani, Mwemezi pamoja na kata ya Aibaze ya kwanza. Kundi la pili ziko kata za Kalinga Side, Matongo pamoja na kata ya Mshimbaki. Kundi ya tatu ni kata ya Malala, kata ya Mwandiga na kata ya Aibaze ya pili. Na kundi la 4 ziko kata za Kibonjwa, Majengo ya pili pamoja na kata ya Kalinga Nord. Ni rasmi sasa siku ya Jumamosi ya tarehe 14 Juni mwaka huu majira ya saa 7 kamili za mchana kunako uwanja wa Lumumba hapa katika mji wa Baraka. Kata ya Kalinga Side wataanza kufungua tournament hiyo, ambako wataanza kukaribisha kata ya Mshimbaki. Wabingwa watetezi wa michuano ya tournament hapa katika mji wa Baraka, Matata, wataweza kukaribisha kata ya Makampani. Na siku ya Jumapili ya tarehe 15 Juni mwaka huu majira ya saa 7 Malala watakipiga vikali zidi ya Aibaze ya pili, huku mechi ya saa 9 kamili za jioni Kibonjwa watakata mzwa fitna zidi ya kata ya Kalinga Nord. Hatua ya playoff ya michuano ya ligi ya nyumbani kwa wale vijana wasiofikisha umri wa 17 tarafani Fezi na mji wa Baraka itaanza rasmi kupigwa siku ya tatu ya wiki tunayo tarehe 11 Juni mwaka 2025, ambako mechi mbili ziko kwenye programu ya kupigwa kunako uwanja wa Lumumba hapa katika mji wa Baraka. Majira ya saa 7 na dakika 30 klabu ya AS Roma wataweza kupambana vikali dhidi ya klabu ya FC Maze, huku mechi ya saa 9 na dakika 30 FC Drago wataweza kukaribisha klabu ya FC Tujan. Na katika bara la Ulaya ni kwamba baadhi ya magazeti mwenzangu Safari Alimasi Le Metinoir yaliweza kuchapisha tetezi za habari za usajili, ambako tuanze na habari inayosema kuwa mshambuliaji wa timu ya taifa ya Sweden Victor Gyökeres ana hasira na klabu yake ya Sporting Lisbon hapo nchini Ureno, ambayo imemgeuka kwenye makubaliano ya heshima kwamba mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 27 angeweza kuondoka msimu wa joto kwa pauni milioni 67. Klabu ya Manchester City wamekubaliana mpango wa pauni milioni 34 na klabu ya Lyon nchini Ufaransa kwa ajili ya kiungo wakati wa timu ya taifa ya Ufaransa Cherki mwenye umri wa miaka 21. Klabu ya washika bunduki hapo nchini Uingereza Arsenal Gunners inapanga kumsajili kipa wa klabu ya Chelsea Blues na timu ya taifa ya Hispania Kepa Arrizabalaga mwenye umri wa miaka 30 kwa pauni milioni 5 tu. Na mwishowe tumalizia na habari yao katika nchi ya Hispania ambayo inasema kuwa klabu ya Real Madrid hapo katika nchi ya Hispania wanatarajiwa kufanya jaribio la mwisho ili kuweza kumsajili kiungo wakati wa klabu ya Real Sociedad mwenye umri wa miaka 26 kutoka katika timu ya taifa ya Hispania Martin Zubimendi, ambaye yuko karibu kujiunga na klabu ya Shikabunduki hapo nchini Uingereza ambayo ni Arsenal Gunners. Ni kufikia hapo ndipo kabisa natamatika barabara mwenzangu Safari Alimasi Le Metinoir kunako kurasa wa habari za michezo.
Ni kushukuru Sudi wa Sudi Valente kwa habari hizo za michezo zenye kupendeza. Msikilizaji, endapo ndio unakuja kujiunga nasi, nikumbushe kwamba unaendelea kuitegea sikio za Kiswahili ya Radio Kivu kwenye masafa 93.0 FM. Vile vile msikilizaji, unaweza ukapata uchambuzi wetu wa habari kwenye mtandao wetu wa YouTube ukiandika Radio Communautaire Kivu Baraka, na kuomba usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Kampuni Kizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote milioni bila usumbufu. Tujielekeze katika mji jirani wa Uvira. Ni kwamba nimeapa kiapo cha kufia udongo wa mababu ya nchi yetu ya Kongo na siwezi kamwe kukeuka. Ndivyo amesema Kamanda Ikanda Saidi Dragira, ambaye ameomba wazee wa busara na wami kuwaweka chini ili kufanya amani ya kudumu na kiongozi wake Kamanda Amuri William Yakutumba kwa ajili ya faida ya Fizi na DRC. Ripoti kamili na mwenzetu Bukuru Santinal Damandani ya studio. Maneno hayo ameyasema katika mahojiano na Radio Kivu Baraka akiwa mjini Uvira siku ya Jumanne hiyo tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2025, ambako ilikuwa fursa kwake kutoa mwangaza juu ya habari ya uongo kwa mujibu wake zinazovuma mitaani na pia mitandaoni, kusema kuwa yeye ni mmoja wa wahasi wa M23. Ikanda Saidi Dragira amekanusha katokato habari hizo na kuonyesha kuwa habari nyingi zinazosemwa juu yake ni watu wanaopenda kumpaka matope, kwani yeye ni mmoja kati ya wazalendo kamili katika historia ya Fizi na DRC nzima. Ikanda Saidi Dragira amezungumza nasi. Hapa niko Uvira na niko kimya, niko huru, na nitaambia wa ndugu zangu wasipeleke maaudio yenye haina kichwa na miguu, yenye ina kichwa na miguu. Kwa sababu mimi Ikanda Saidi Dragira, mimi patriote mkubwa sana. Mimi ni mzalendo wa kuenea, na tusifanye mapolemike ya kupenda aseme ndugu yako magumu na hautapata faida kwa mimi kupata magumu. Juu leo wa ndugu zangu wengine wenye wajui kile kinaendelea na nini wanazidi kuongea maneno mengi sana. Dragira ukishasa, Dragira nafungwa, Dragira ni mtu anemi, Dragira ni mtu amezentoa, ni ajabu sana na ni huzuni sana. Na wote wenyewe uko nasema ile, hakuna hata mtoto wake mwali shapiga risasi hata siku hii, hata siku moja. Kuna mwenye eko mwazalendo hata siku moja. Ni kuchorola tu kusema tu. Sasa ukiona mimi Dragira nilifanya kiapo, mimi nilifanya kiapo ya Fizi. Kwa nini nichukue adui? Kwa nini nichukue M23 ni muingize? Hata nifaidi nini? Niangamizi watoto wa Fizi. Niangamizi kabisa jamaa yangu. Ni kweli? Sio kweli. Ambia watu wote, wakongomani wote, wabende wenyewe kwa maeneo na maeneo, Dragira na msimamo wa kufia nchi. Dragira na ya kutumani mtu mmoja. Dragira na ya kutumba hana problem. Ila watu wasituingize mambo mengine yenye stahili. Na ule mwana penda mimi nikufe, hatapata faida hata moja. Itakuwa sawa vile anapotelewa. Wakati haya yakijiri, mpambanaji huyo wa maji ameongeza kuwa wakati huo nchi iko katika vita vya uvamizi, sio marumbano kati ya mtu na mwenzake, bali ni kuwa na umoja ili kupiganisha adui, huku akionyesha pia nia yake ya kupenda kufanya amani ya kudumu pamoja na kiongozi wake Kamanda Amuri William Yakutumba, kwani utengano ni udhaifu. Ikanda Saidi Dragira, Balen, arejea mara tena. Na kwa leo sisi tuko msimamo wa kufukuza adui, kumfurusa adui maeneo yote. Kwa hiyo nina mshangao mkubwa sana kuona watu wanasema mambo mengi sana. Dragira afungwe, Dragira Kishasa, Dragira fanye hivi. Faida kwa niko huru bila problem. Kama nina ubaya na mtu, ubaya na kuweka kwenye sheria. Ila watoshe wabembe, watoshe mawazo ya mimi na Kabila, watoshe mawazo ya mimi asini kwa M23 hapa. Mimi
mzalendo mkamilifu, alisi patriote wa kuenea. Kwanza kuna wengine wenyewe wapiga risasi sawa Midragila, hawayapiga risasi sawa Midragila, kwa sababu mimi nifanya kiapo cha teritoria ya Fizi. Ingekuwa sema mimi nakula pesa za adui, singepona kwa ile risasi nilipigwa pale, singepona. Kama nilipona kwa sababu sijue kichwa na miguu, lakini wananisema mambo mengi. Wengine waseme nilibebewa CPGL Uvira, naenda Burundi, naenda na Nemi, vina vino, voti, naenda Tanzania, nilipatia chakula, vina vino, mimi nafuma, kupokelea na fuma, inakuwa mimi nakuwa M23 na akura abarene amosea. Ila kile naomba tukue kimoja, ukiwa wazee wengine wakiwa sema na tukae na William pamoja. Sisi ni wandugu bana, ni wandugu mimi na William. Na William ni kiongozi yangu, simsahabu, simdharau, lakini watu wanasema mambo mengi sana juu ya mimi na William, kupenda kutuchonganisha mimi na William. Mimi niko tayari hata kwa kumuomba msamaha. Akiona aseme mimi namkosea, nitamuomba msamaha. Na naweza kaomba sana wazee watuitishe, tukae pamoja, tukosoane, make tusafishane. Tukumbushe kuwa ni tangu siku ya pili ya tariki 3 Juni mwaka 2025 ndio hali ya ghasia ya kutokuelewana kati yao imeripotiwa, na hivyo kupelekea hofu mwingi kwa raia wa Baraka kwa muda wa masaa kadhaa, ambako kamanda wa CNPCC Amib aliwahi kuomba raia kuondoa hofu na kuendelea na shughuli zao bila shida yoyote. Tumalizie na habari za kitaifa ambako rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo amewasili Jumatatu ya tariki 9 Juni 2025 mjini Mkolwezi, makao makuu ya Lualaba, kwa ajili ya kusimamia mkutano wa 12 wa magavana. Mengi zaidi na Isaac Mulucha Shibenda ndani ya studio. Akishuka kwenye ndege alipokelewa na wajumbe mbalimbali wakiwemo wale wa serikali kuu, magavana toka mikoa mbalimbali na makada wa umoja tukufu wa kitaifa ima Union Sacrée. Shughuli zilizorota katika mji wa Kolwezi tangu asubuhi. Raia walihitwa kumkaribisha Rais Felix Antoine Tshisekedi. Masoko kadhaa yalifungwa, shughuli za kibiashara zilisimamishwa na maduka mengi kando ya barabara ya kitaifa nambari 39 yalifunga milango yao. Shughuli za usafiri zilizorota. Barabara ya taifa nambari 39 inaoelekea katikati mwa jiji ilifurikwa na watu toka vyama mbalimbali vya kisiasa, wakiweka mabango, bendera na mabango mengine yenye picha ya rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi. Mkutano wa 12 wa magavana utawaleta pamoja viongozi wa mikoa na kuwapa fursa ya kuzungumzia mada zinazohusiana na utawala, madaraka, usalama na pia usimamizi wa rasilimali za asili. Mkuu wa nchi anapaswa pia kufanya mikutano miwili na watawala fulani na kushiriki katika vikao vya kadhi juu ya sera za maendeleo ya mitaa. Ziara hii inakuja katika hali ya matarajio madhubuti ya kijamii na kiuchumi. Kolwezi, ambayo ni moyo wa sekta ya madini ya kitaifa kupitia migodi yake mikubwa ya shaba na cobalt, inabaki katikati mwa vipaumbele vya serikali kwa ugawaji bora wa utajiri na uboreshaji wa hali ya maisha ya watu wa ndani wa eneo hilo. Ni kushukuru sana Isaac Mulucha Shibe kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, bila shaka ni hapo ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wa habari zetu siku ya leo. Shukrani kwa wewe ambao ulinitegea sikio mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi wa habari. Vile vile na shukuru job zima la waandishi wa habari wa Radio Kivu kwa ajili ya kukamilisha uchambuzi wa habari, na mshukuru bani wangu ambaye ni Merci Mbelechi, akiwemo vile vile mhariri mkuu Nikodem Kashindi kwa Samarite. Aliyekuletea uchambuzi wa habari si mwingine ni mtangazaji wako asiyekuwa na mbwembwe Safari Almas. Sina la ziada na kuaga nikisema bye bye. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi Wari.